Naomba nijibu swali la watu waliokuwa wananiuliza kwenye message na kwenye message za YouTube kwenye baadhi ya masomo niliyosema kule ya kuhusu kufanya kitu alafu upate matokeo, kwamba nafanya hichi lakini sioni matokeo, nafanya hichi lakini naona matokeo yanachelewa, naona kama jitihada yangu ya kuinvest nguvu ni kubwa lakini matokeo ni machache. Naomba nikusaidie na ninakupa topic leo inayosema zingatia mambo haya ili kupata matokeo unayoyatamani. Okay, labda niulize hivi. Kwenye hicho kitu unachokifanya, kwenye hicho kitu ambacho umeingia kukifanya, biashara, shule, mahusiano, unatamani matokeo gani? What are the results that you aspire or you wish to have? Sasa, ili haya matokeo yawepo au yatokee, kuna mambo ya kuzingatia ili haya matokeo yaje. Naomba nikupe jambo la kwanza. Ongeza kiwango cha ubora kwenye maisha yako. Si unataka kupata matokeo? Si unataka kupata results? Ongeza kiwango cha ubora. Ongeza value. Tamani ubora wako uwe mkubwa. Tamani ubora kwenye maisha yako, value yako. Tamani ubora kwenye vitu unavyovifanya, your product, your service. Tamani ubora kwenye watu unaofanya nao ile huduma. Wengi tunakosea, tunatamani kufanya ubora kwenye product ili upate faida, unasahau ubora kwenye watu. Unasahau kama ni wafanyakazi wako wachache kwenye kampuni chako, wape training basi 2-3, waongeze ubora wao. Itaongeza ubora wa product. Ongeza ubora kwenye knowledge yako wewe mwenyewe, ongeza value ili basi uweze kuwa promoted. Unatamani kuwa promoted lakini ukiangalia wewe huna kitu ndani yako, you are an empty vessel. Ongeza ubora wako binafsi, wa kitu unachofanya, your service or product, na wa watu unaofanya nao hiyo kitu. Zingatia jambo la pili. Jitahidi kuwa positive, kuwa chanya kwenye kila unachokifanya. Make sure you become a positive thinker. Make sure you are an optimist. Acha kuwa pessimist. Fikiri chanya, fanya chanya, simamia chanya, shauri chanya, zungumza chanya. Na hivyo ndivyo dunia itakupa vitu chanya. Vitu vitakuja kwako chanya. Watu watakuja kwako walio chanya. Let me tell you, if you're negative, you attract negative people. Kama wewe ni negative, mtu hasi, uta-attract watu walio hasi. Huwezi kuwa hasi uka-attract watu walio positive. Lakini kama wewe ni positive, uta-attract watu walio positive. Na hata kama kuna atakayekuja kwako hasi, utaweza kumbadilisha awe positive. Jambo la tatu. Jenga na linda afya yako. Narudia. Jenga na linda afya yako. Hakikisha afya yako iko sawa. Afya ya mwili wako, afya ya akili yako. Naomba nikwambie, pamoja na kwamba unahitaji mtaji ili biashara yako ifanikiwe, unahitaji kwanza afya yako kabla ya mtaji. Naomba nirudie. Pamoja na kwamba unahitaji mtaji ili ufanikiwe kwenye biashara yako, unahitaji kwanza afya yako ili upate ule mtaji. Huwezi kupata mtaji ukiwa hospitalini. Huwezi kupata mtaji ukiwa ICU. Huwezi kupata mtaji ukiwa wodini. Unahitaji afya yako ili uweze kukusaidia kufanya kile kitu. Kwa hiyo jali afya yako. Afya yako ni bora kuliko mtaji utakaoupata. Afya yako ni bora kuliko ndoto yako. Yaani unahitaji afya kwanza ili uweze kuziendea ndoto zako. Na ndoto ulionayo inahitaji afya yako. Kufanya zoezi, lala vizuri, pumzika vizuri, kula vizuri. La mwisho, fanya mambo in a different way. Fanya mambo kitofauti. Fanya mambo kitofauti. Usifanye mambo kama watu wengine. Usifanye watu kwa sababu unaiga. Usifanye mambo kwa sababu unashindana na watu wengine. Mtu mmoja akasema, successful people do not do new things. They do the same things different. Watu waliofanikiwa hawafanyi mambo mapya sana. Wanafanya mambo yale yale lakini tofauti. Badilisha the way unavyofanya kazi. Badilisha the way unavyofikiri. Badilisha the way unavyozungumza. Badilisha mazingira unayofanyia kazi yako.
Badilisha watu unaofanya nao kazi. Utawabadilishaje watu? Sio kuwafukuza kazi, sio kuwaondoa. Badilisha wanavyofikiri, badilisha maisha yao, badilisha muktadha zao, badilisha vitu vitendea kazi vyao, mazingira yao ya kazi, badilisha huduma unayoifanya. Haya mambo yatakusaidia kupata matokeo kwenye maisha yako. Utanishukuru baadaye. Naitwa Dr. Chris Mauki.